Mtazamaji, ilikuwa ni furaha isiyo kifani kwa wazazi wa watoto waliokuwa na ulemavu wa kusikia waliokusanyika katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wakati wa kuwashwa kwa vifaa vya kuwawezesha kusikia walivyopachikwa katika hatua kubwa iliyobadilisha maisha ya familia kadhaa. Miongoni mwao ni Winkett Wambui na bintie Goreti ambaye ni mmojawapo wa watoto 50 waliopachikwa vifaa hivyo vya kuwawezesha kusikia mwaka uliopita katika hospitali hiyo, na sasa anaweza kusikia. Just be strong, mama. Yeah. Machozi ya furaha yalitiririka kwa Winkett Wambui. Machozi hayo pia yaliashiria afueni baada ya mateso yaliyodumu kwa miaka mingi, huku bintie Goreti aliyegunduliwa kuwa na ulemavu wa kusikia mwaka wa 2022 akitengwa na jamii. Having a child with a disability, it is very difficult out there. From the community, the society does not accept children with any disability. Wasiwasi kuhusu usalama wa bintie sasa umefikia kikomo baada ya wataalamu wa upasuaji katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kufanikiwa kumpachika kifaa cha kumwezesha kusikia. Tukienda hospitali mara nyingine unapata unaingia na mtoto kwa choo sababu ujui utamwacha aje hapo nje. Wambui amesema kuwa mabadiliko tayari yameanza kudhihirika kwa bintie. Now she can write, she is in PP2. Kama tunaweza kuwa na institution ya shule ambayo itakuwa tuna watoto wenye wanatumia cochlear na wale watu wamefunzwa jinsi ya kufunza wa watoto even after speech therapy, inaweza saidia sana. Juu kitu ikipotea tena hiyo ni hasara kubwa sana, na ukimpeleka normal school lazima ukue na yule mtu anaichunga vizuri. Tangu Jumatatu watoto 25 wamepachikwa vifaa na wanaweza kusikia. This is the first time an initiative of this magnitude has been successfully implemented within the public healthcare system and space in Kenya. Implanting cochlear devices in 50 children with 0 complications is a major national milestone and one we are extremely proud of. Madaktari wamesema kuwa wataendelea kuwasaidia watoto hao kujifunza kuzungumza wanapojifunza kufasili sauti. It takes time for the brain to adapt to the new sounds. Some of these children have never heard before, so they are hearing the first time. And when we put we switch on the device, some of them might get shocked with the new sound. Baina ya tarehe 3 na 7 mwezi Novemba mwaka uliopita, wataalamu wa upasuaji hospitalini humo walifanikiwa kupachika vifaa vya kuwawezesha kusikia kwa watoto 50. Mpango huo ulitekelezwa kwa ushirikiano na afisi ya mama wa taifa Rachel Ruto na wakfu wa Princess Lala Asma wa Morocco. Maria Mbodi kiripotia Darubini, Channel 1.